Wanasema hivyo Simba Sport Club wamesajili wachezaji ambao hajacheza muda mrefu na amekuwa na majeraha, na watu wakaenda mbali zaidi. Kuna mchambuzi mmoja hivi wa soka, kituo kimoja hivi cha matangazo, alikuwa anasema kuwa Eura na kile ambacho anakifanya, pengine Eura anajibu kwa vitendo sasa daraja lake. Nadhani anajibu kwa vitendo. Kumbuki hata wakati Lushain anakuja kwenye kikosi cha Simba alisema si mchezaji ambaye atapata muda mwingi wa kucheza kutokana na majeraha ambayo amekuwa kimkumba, lakini hadi hivi sasa ukimtazama namna ambavyo anacheza ana kasoro yote. Katika mabeki watatu wa ligi kuu Tanzania bara huwezi ukamkosa Lushain Deroko. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati wachambuzi hawapaswi kuzungumzwa kwa kumaliza, yaani wanajimaliza sana, then kinachokuwa kinatokea baadaye inakuwa ni kama wanajiumbua wao wenyewe. Kitazama namna ambavyo Oula anacheza, hakuonyeshi kama ni mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu hajacheza, na amekuja akachukua imani ya wale ambao walikuwepo, kina Elim Panzu, kina Kibu Denis Prosper, moja kwa moja ameingia kwenye kikosi, na namna ambavyo anaperform, anafunga goli lake la pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unakuwa unatafuta kigezo labda cha kumlaumu Oula kwa kiwango ambacho amekuwa nacho na kikosa zaidi. Kunahitajika sasa namna ya kuitengeneza chemistry ya timu kwa ujumla, sababu kwa hivi sasa Simba inacheza kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wachezaji wenyewe wanajituma, lakini bado unakosekana ule muunganiko wa kuunganisha tabia za Chama, kuunganisha tabia za Alassane Kante, Kagoma, na kupata kitu kimoja katika hao wachezaji. Namna ambavyo Simba inacheza kwa hivi sasa, endapo Kagoma akaumia, itakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu eneo la katikati kwa hivi sasa wanamtegemea zaidi Kagoma. Alassane Kante nadhani kuna namna ambavyo utekelezaji wake wa majukumu umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Beka, anajua nini ambacho anakifanya na anajua nini ambacho mashabiki wa Simba wanakihitaji. Kwa hiyo nadhani tukitazama kwa kikosi cha Simba kwa ujumla, kila mchezaji anacheza kwa daraja lake. Bado kinachobaki ni kwa Steven Beka kuunganisha tabia za wachezaji wote na kupata kitu kimoja. Eneo la mwisho, Soa bado amekuwa na wakati mzuri sana. Nadhani kwenye mechi 3 zilizopita alikuwa anapewa nafasi zaidi Kibu Denis Prosper, lakini kwenye mchezo miwili, kwa mchezo wa KMC na wa leo, amelazimika kwenda na Selemani Mwalimu kwa sababu Kibu anakosekana. Kwa hiyo hadi Mwalimu analazimisha kuwa na force number 9, maana yake anathibitisha kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa hao wachezaji ambao wako kwenye hao maeneo. Kwa hiyo nadhani Steven Beka bado ana muda wa kuendelea kufanya, kwa sababu changamoto ambayo Simba inawakuta ni kwamba nyakati ambazo wanapaswa kukiseti kikosi chao kiweze kurejea kwenye ule mfumo, ndio nyakati ambazo wanahitajika pia kuthibitisha kwenye pichi, ndio nyakati ambazo pia anapaswa kwenda uwanjani na akacheza kuonyesha nini ambacho uko nacho. Kwa hiyo kinachotokea, kuna nyakati wanazidiwa ubora kwa sababu wako kwenye kujiseta, unakuta wanazidiwa kwenye baadhi ya matukio, kushindwa kufika kwa wakati, na ndio maana wakati mwingine mpinzani ananufaika. Tumalize na hili Elim Panzu Kibisawala, pengine kwa kuna maneno mengi hivi, na leo tumemwona akicheza kwa dakika zote, kwa dakika takriban dakika 75 hivi ya mchezo. Pengine yale maneno ambayo yanaendelea mtandaoni yanamtoa kama Elim Panzu kwa performance yake leo alivyoonyesha, na vile ambavyo vinavyoendelea vinamwathiri kwa namna moja au nyingine, Yusuf? Vinamwathiri kwa sababu anaona kinachoendelea, lakini kwa mchezaji ambaye ni professional anajua haya ni maisha ambayo yapo. Mimi binafsi wakati naanza uchambuzi, kuna baadhi ya comment nilipokuwa ninazisoma zilikuwa zinanitoa kabisa kwenye kile ambacho nakifanya, lakini ilifika wakati nikagundua kwamba haya ndio maisha ya mitandao. Tukirudi kwa mchezaji kama Fiston Kalala Mayele ambaye msimu uliopita ndo alikuwa mchezaji bora barani Afrika, this time amecheza karibia mechi 19 na bao hata moja. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni maisha ambayo wachezaji wanayapitia. Kuna nyakati mchezaji kiwango kitashuka na atashindwa kudeliver kile ambacho watu wanakitarajia kutoka kwao. Kinachobaki ni namna ambavyo wachambuzi wanateua kile ambacho wao wanaona ni sahihi, kwa kutafuta engagement mitandaoni, kwa kulewa zile sifa za namna ambavyo wanaweza akawa na watumia watu kuweza kunufaika wao. Kwa hiyo nadhani kuhusu hilo, kila mtu anajua nini ambacho anakifanya. Kama ni mchambuzi professional, utajua nini ambacho ukizungumza, kipi ambacho usikizungumza. Shukrani sana.